Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe watoto wa Mungu, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti asubuhi ya leo, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni mtumishi wa Mungu au mjakazi wa Mungu Monica Mulenda ambayo yuko hapa asubuhi ya leo. Nataka kuongea na nyinyi jambo moja ambalo litaweza kutusaidia. Kwa muda mfupi sana kuna hili jambo ambalo Kristo ameweka ndani yangu asubuhi mchana huu wa leo nipate kuongea na nyinyi walioko jioni kama walioko mchana. Ni kupitia kuhusu watu kwenye vifungo vyao. Watu wanaofungia watu kwenye mioyo yao. Iko hivi watoto wa Mungu. Kuna watu ambao mnajua tayari dhambi zenu zishaga samehewa. Kuna watu mnajua dhambi zenu zishaga samehewa. Mungu ni wa huruma, tunakubali. Mungu anahurumiaga, tunakubali. Lakini kuna watu wanajuaga wao waishaga hurumiwa. Dhambi zao waishaga hurumiwa. Kuna watu, nataka nikuambie ili neno mtoto wa Mungu leo ambao umepata neema, utakapata neema kunisikia asubuhi ya leo au mchana wa leo. Wewe kama umefikiria kuna dhambi ulizoziungama zimesamehewa, hazijasamehewa, nafikiri utakubaliana na mimi hiki ambacho nitakwenda kukukumbusha. Muda huu ambao tuko nao utakubali na itaenda kukusaidia pia. Kuna wewe ambao unajua tayari umeshasamehewa, my friend, hujasamewagwa. Soma na mimi katika hiki kitabu cha Mathayo 6 na mstari wa 9 ambao ni katika sala hii ambao sisi watu tunasali sana. Mathayo 6 na mstari wa 9 unasema hivi: Basi ninyi salini hivi: Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Na mimi nataka nirudilie hapa kwenye huu mstari wa 12 ambapo unasema hivi: Utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wadeni wetu. Hapo utakubaliana na mimi hiki ambacho nimekwenda kusema, kwamba unafikiria umeshasamehewa, hujasamehe. Wakati Yesu anavyosema wadeni wetu, yani utusamehe makosa yetu kama sisi navyo tunavyosamehe wadeni wetu, yani kama sisi navyo tunavyosamehe waliotukosea. Wewe hujawahi kusamehe aliyekukosea hata siku moja, na ukahapa ukasema mimi sitakuja kukusamehe mpaka siku ya kiyama. Ukahapa ukasema mimi siwezi kukusamehe mpaka siku ya kufa kwangu, hata nikifa usifike na kuchukia. Unapataje ujasiri wa kwenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu unisamehe, na Mungu akusamehe? Maana maandiko yanasema nini? Utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe waliotukosea, wadeni wetu. Yani wadeni, yani kwa lugha nyingine ni wale wanaotukosea. Tunavyowasamehe ndivyo Mungu naye apate kutusamehe. Una uhakika wewe wale wadeni wako waliokukosea uliwasamehe? Wale ambao wewe walikuumiza, wakakujeruhi, uliwasamehe mtoto wa Mungu? Halafu una jeuri gani kaka yangu, ndogo yangu? Unaenda mbele za Mungu unamwambia Mungu nisamehe, halafu akakusamehe. Ngoja nikusomee hiyo Mathayo 6:14 inasema nini? Mathayo 6:14 inasema hivi: Samani, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi.
Kwa maana mkisamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Hao utakao wasamehe makosa yao ni wakina nani? Si wale waliokujeruhi, wale waliokuzingishia maneno mabaya, wale waliokutendea mabaya, wale waliokuzingishia maneno, wale waliokudhulumu vitu vyako, wale ambao walikufungisha, wakaongea vitu visivyostahili, wakanena laana juu yako. Ndio Mungu anasema uwasamehe ili naye apate kukusamehe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini wewe unamwambia Mungu, Baba nisamehe. Unajua mimi ni mwanadamu naye madhaifu. Ndio Mungu anajua na madhaifu, na ndio maana ametupa neema ya kunyenyekea msalabani pake kila wakati tunapokwenda kinyume ya mapenzi yake. Ndio maana ametupa neema ya matengenezo kila wakati. Lakini sasa anakuuliza kimoyo moyo, je, yule uliyomfungia ndani ya moyo wako, je, umemsamehe? Ndio Yesu anauliza, yule uliyomfungia mtoto wa Mungu umemsamehe? Kuna wengine kwa sababu ya kumchukia mtu tu, unaweza hata ukakasirika kula chakula alichoombea. Mtu ameambiwa labda kuna umati wa watu, ombea hii chakula, sababu unamchukia. Unaweza ukachukia hata chakula alichoombea kana kwamba kuna laana imeingia katika kile chakula. Wewe ni Mkristo, wewe ni mpakaliwa mafuta wa Mungu. Moyo wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Moyo wako ni Mungu tu ana nafasi ya kukaa hapo. Si machukizo, makwazo, si visasi. Biblia inasema nini? Visasi sio vyetu, ni vyake. Na kama wewe una haki juu ya yale mambo waliokutendea, juu ya yale mambo waliokudhulumu, juu ya ile haki yako, Mungu ni mwenye haki. Usilipize kisasi. Mwache Mungu ashughulike na visasi vyetu sisi. Sisi yetu ni kusamehe. Lakini wewe unajiita mwimbaji, unajiita pasta, unajiita mama mkurugenzi, mwinjilisti, profete, unajiita sijui wewe ni shemasi, wewe ni umeokoka tu, umepokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya, mtoto wa Mungu. Lakini umefungia watu kwenye moyo na unaongea na watu, mimi yule siwezi kumsamehe hata afanye nini. Sasa kwa hiyo tabia ambayo unaenda unaongea na watu, una uhakika kuna mtu utamkonvinsi ili apate kumfuata Yesu Kristo, wewe uliyempokea kwa tabia hiyo? Sisi ni barua, na si barua tu. Kwa leo naweza kusema sisi ni mitandao. Sisi hawa ni posta ambayo tunasomwa na kila watu. Mbaya zaidi, tunasomwa mpaka na wazinzi, tunasomwa mpaka na walevi, tunasoma mpaka na watu wasiojitambua, wasiomjua Yesu. Wanasoma sisi tabia zetu, kwamba je, maisha tulio nayo, hali tulio nayo imemwakilisha Yesu tuliyempokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu? Usipoteze muda wako kuact vitu, kutuetia kwamba umeokoka, kutuetia wewe ni mtumishi mkubwa, wewe ni mwimbaji. Sikiliza nikuambie, kuna watu wanaokolewa kupitia nyimbo za injili. Sasa wewe unaimba nyimbo za injili ambazo zina hata upako wowote kwa sababu ya roho mbaya ulio nayo. Wewe unayehubiri, na ndio maana ukiingia kwenye makanisa hakuna kitu, unasikia mahubiri mwanzo mpaka mwisho, hakuna kitu kilichoingia na kikakaa. Mafuta ya Roho Mtakatifu haipo ndani yako. Ishagatoka muda mrefu sana. Hauna mafuta tena ndani yako. Wewe shaga kufa, my dear. Mungu haisha kutoka. Mungu haisha kuacha muda mrefu sana. Nataka nisome na wewe tena hiki kitabu hapa ambacho ni wa Efeso. Kitabu cha Efeso 4 ngapi? 4:32 nasema haje. Wa Efeso 4:32 nasema hivi: tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma.
Unaona gisi Mungu anavyosema tuwe wafadhili sisi kwa sisi. Mimi na wewe unayenichukia, wewe unayechukia hule, tuweni wafadhili sisi kwa sisi, wenye huruma. Tuhurumiane sisi kwa sisi. Amekosa huyu, hajui analolitenda, nimekusamehe. Ndio huruma inayotajwa hapa. Mtu aliyempokea Yesu Kristo ni mwenye huruma. Kama mimi nimekosa, nimetereza, nimekosa, wewe nisimamishe. Sio haja ukaniseme na mpagani ambao sisi tunahitaji kumleta kwa Yesu Kristo. Tutengeneze mimi na wewe, hili tuambatane, tushikane mkono, tumlete yule haje kwenye kikosi cha Yesu Kristo. Lakini wewe uliyeokoka, unatoka, unaenda, unaongelea Mkristo mwenzako kwa mpagani. Halafu wapagani wanawachora tu, wanasema kama wao kwa wao, kama ni hivyo tu kwa mti mbichi, mimi mti mkavu itakuaje? Kama wao kwa wao tu wanaomkubali huyo Yesu wao kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wanasemezana hivyo, wanaongeleana mabaya, mimi je ambao sijawa wa kwao? Ikasema hivi, naanza kusema tena, iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Tusamehane sisi kwa sisi, tuwe wenye fadhili, tufadhiliane, tufichiane aibu. Madhaifu yangu Mkristo mwenzangu, ni wewe ndio unapaswa kuificha. Ni wewe ndio unapaswa kuiweka madhaifu yangu, unifiche, halafu nishauri, niombee, nisimame. Wewe si wa kutoa madhaifu yangu. Nihurumie. Ujue kazi ambayo Yesu ameshafanya juu ya maisha yangu. Wewe sio wa kuniongelea, njoo nione. Tusameane sisi kwa sisi, ndivyo Yesu anavyotaka, ili na yeye apate nafasi ya kutusamehe. Sasa mchana wa leo, neno hili alijatoka kinywani mwangu pasipokuwa makusudi ya Mungu ninayemtumikia. Kwamba Mungu ana haja na wewe kutengeneza kwa nafasi nyingine, ili tena akukaribie ndani yako. Unaimba, unahubiri, wewe ni mama wa maombi, unaomba, lakini nataka nikwambie Yesu ashakatoka maweye safelonta. Mungu ashakatoka ndani yako muda mrefu sana. Haiko na wewe tena. Alafu ushabakia unasemaka, banafanya hivi, banafanya, unalalamika. Mbona mimi nafanya hivi siongeki na fulani na niko sawa? Una sawa, ushaga kufa. Mfulie hai, unanuka mauti. Tengeneza. Mungu anasema na wewe kupitia mjakazi wake, tengeneza, nafasi bado hipo. Tengeneza maisha yako. Henda usemezane na ndugu yako, msameane nyinyi kwa nyinyi. Utokwenda kumsamehe Mungu usiyemuona. Utokwenda kumsamehe mtu usiyemuona. Utamsamehaje Mungu usiyemuona? Utamwambia mtu nisamehe Mungu. Mungu anakujua kwa stahili hii. Unajua kweli Mungu anakujua? Mungu hawezi kujua kwa stahili hiyo. Mungu hakujui wewe kwa stahili hiyo. Mungu najua nimeshasamehe na mimi nisamehe. Umeshasamehe wapi? Biblia ikaenda mbali katuambia kwamba tusamehe na kusahau. Kweli ni vigumu kusahau. Lakini wakati roho ya kumbukumbu ya maneno mabaya yanapokuja ndani yako, mwambie Mungu hivi, Baba, nishaga samehe huyu mtu. Hii roho inayokuja ya kunikumbusha mabaya ili niendelee kukumbuka, nisionekane kana kwamba sijamsamehe, mimi naiomba roho hii ijitenge mbali nami kwa jina la Yesu Kristo. Sote tuna madhaifu yetu. Kama unaweza ukaona mmoja ni msharati, wewe ni muongo. Mwingine ni mchawi, wewe ni mzingishanaji wa maneno. Mwingine ni mlevi, wewe ni mnafiki. Sisi tumeshaona
kulewa ndio dhambi, kuzini ndio dhambi, labda kuua ndio dhambi. Tunachukua hizo ndio dhambi. Biblia ikatuambia dhambi zote ziko sawa. Hapo ndio Mungu aliponimaliza, nikasema kwisha habari yangu. Lazima tu niwe mpole. Kama wewe umeamua kukosa mbingu kwa sababu ya kusamehe mtu, ndugu yangu, Mungu nataka nikwambie anasema hajakusamehe dhambi zako. Tanke uyafungua mwenye ulifunga kwenye moyo wako. Tanke na wewe uyasamehe huyu mwenye alikukosea. Mungu na yeye hata kusamehe mtoto wa Mungu. Mungu wetu waendwangu hivyo. Mungu ni wa ordre. Mungu ni mkamilifu Bwana. Hebu piga kwanza hatua, umsamehe huyu uliomfungia huyo. Uone gisi maombi yako yatakwenda na mkamtiririko. Gisi Mungu atakavyokusamehe kwa viwango vya ajabu sana. Sina mengi ya kukuambia asubuhi ya leo na mchana huu wa leo na jioni kwa walio jioni. Mungu ameweza kukuambia fungua vifungo ulivyo navyo ndani ya moyo wako ili naye apate kukusamehe. Fungua hivyo ulivyo navyo ndani ya moyo wako ili Mungu naye apate kuweka makao ndani yako. Samehe walio kukosea. Wahurumie tu. Hebu onekana rofa. Waliopokea Yesu ni mataira. Wanasamehe hata watu ambao hawakuomba msamaha. Hebu mwambie Bwana, hii bifu tumekaa nayo miaka 2, miaka 3. Mwaka sasa. Hakuna kitu nilichokipata na hakuna kitu nilichokipata. Sema tu sote tumekuwa kisomo na watu ambao hawezi kutusema vibaya wameanza kutusema vibaya kwa sababu ya tabia zetu. Wapagani wanawasema kwamba hao si wanajifanya ni waimbaji, hao si wanajifanya ni watumishi, hao si wanajifanya ni mama mwinjilisti huyu si anajifanyaga ni mama wa maombi huyu si anajifanya ni mke wa pasta huyu si anajifanya ni mke wa sijua wa mtumishi fulani hivi. Mbona yeye na mtumishi fulani hawaongei? Mbona yeye na huyu hawaongei? Na ndio mtasema njoo Wakristo gani? Yaani mnasababisha Yesu kuchafuliwa kwa sababu ya tabia zenu. Bwana helewekeni. Kama nyinyi hamjapenda kuokoka, kaeni huko tujue nyinyi mko nje ya wokovu, tujue moja tu. Na kama mmeokoka, kubali kuvaa Yesu ndani yako ili uwe rofa. Alivyosema ukipigwa upande wa kushoto, ugeukie wa kulia, unafikiria alisema nini? Utapigwa makofi? Anakutukana leo huyu, aliacha ujumba kwa sababu ya umalaya, asema asante. Wewe ndio unajua ulioyapitia na mpaka amekufikisha hapo. Utamwona vile kazi yako ni kutembea na waume za watu, unamwambia Yesu asante. Kwani akisema itakupunguzia nini? Wasamehe tu. Halafu uone gisi baraka za Mungu huyu ninayekuambia habari zake gisi zitakavyofanya juu ya maisha yako. Kwa hiyo nakurudilia tena kukuambia mtoto wa Mungu, Mungu anasema hivi. Roho wa Mungu anasema hivi. Fungua vifungo ulivyo navyo ili naye akusamehe. Lakini kama hujasamehe, kabla hujafungua moyo wako kuachilia wote uliowafunga ndani ya moyo wako, Yesu na yeye anakuambia hajakusamehe. Wende muombe msamaha ndugu yako. Hebu itaneni basi. Biblia iko wazi hapa, imesema katika kitabu cha Waefeso 4 mpaka 39 imesema tusameane sisi kwa sisi. 4:32 wa Efeso. Tusameane sisi kwa sisi. Turumiane, nihurumie. Nimekosa. Nihurumie tu. Ndivyo Mungu anavyopenda. Ili nasi tupate kibali machoni pa Mungu. Neno hili likae kwangu na kwako katika jina la Yesu Kristo. Hivyo nakushukuru Mungu kwa ajili ya neno hili ambalo umeweka ndani yangu mchana wa leo. Neno hili ulikuwa na kusudi juu ya mtu mmoja atakayepata neema ya kusikia neno hili. Hivyo Yesu, Roho wako akatende kazi ndani yake kupitia jina la Yesu Kristo. Akabadilishe mwelekeo wake, msimamo wake, wa kufunga moyo wake na kuweka moyo wake kuwa jela, kufungia watu na kutokusamehe. Hivyo Mungu tunaomba, Roho wako akapenye ndani yake, akasamehe na kuachilia na kutengeneza, kwa sababu ni muda wa matengenezo. Na sifa na utukufu zitakurudilia wewe Yesu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Nawapenda sana na Mungu awabariki.